Huku kwetu mauzauza kwenye nyumba za kupanga hususan Uswahilini huwa zinatusumbua sana. Sasa huwezi kuamini ya kwamba mambo haya bwana yapo mpaka Ulaya. Sasa leo ndani ya hii filamu kutana na mwanamama mmoja ambaye baada ya kuweza kununua nyumba moja zamani sana na kuhamia yeye pamoja na familia yake, akajikuta mwanafamilia mmoja anaanza kupotea na haeleweki ni sehemu gani anapoenda, lakini baada ya kuweza kufanya uchunguzi akaja kugundua ya kwamba ndani ya ile nyumba chini kabisa kulikuwa kuna mlango wa kuelekea kuzimu. Bwana, hali itakuwaje? Filamu inakwenda kwa jina la The Cellar. Filamu inaanza kwa bibi mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Kira Wood. Leo bwana, yeye pamoja na mumeo aliyekuwa anatambulika kwa jina la Brian wakiambatana pamoja na watoto wao wawili, ambaye mmoja alikuwa anatambulika kwa jina la Ellie aliyekuwa ni wa kike na mwingine wa kiume alikuwa anatambulika kwa jina la Steven. Hawa ungwana leo aliamua kuingia katika nyumba hii, lakini hapa bibi Ellie alikuwa anapinga kabisa kuweza kuhamia ndani ya hii nyumba, kwani yeye alikuwa anahitaji aweze kurudi shemu ambapo alipotoka kwa ajili ya kwenda kuchangamana na rafiki zake. Lakini mama baada ya kuweza kumbembeleza siku hii ya leo akaamua kuweza kumwacha mwanae Ellie pamoja na mdogo wake Steven, kisha yeye pamoja na mumeo akaelekea kazini. Lakini wakiwa hapa nyumbani bwana, wakati wa usiku, bibi huyu pamoja na mdogo wake mtaalamu wetu Steven pamoja na bibi huyu Ellie walifanikiwa kuweza kukutana na vitu ambavyo vilikuwa ni vya zamani sana. Moja kati ya hivi vitu bwana, kulikuwa kuna redio moja ambayo ilikuwa ni ya miaka mingi. Hapa wakaamua kuweza kuiwasha na hapa ikaweza kusikika sauti ya bwana mmoja ikitoa formula ambazo hawa watoto hawakuweza kuzitambua zilikuwa zinahusu nini, lakini ghafla ikaanza kuhesabu na ilipofika namba 6 kabla ya kuweza kuingia namba 7 bwana, bibi huyu alifanikiwa kuweza kuizima hii redio, kisha akamwambia mdogo wake Steven aelekee chumbani kwenda kulala. Bibi Ellie baada ya mdogo wake kuelekea chumbani kulala, yeye akabaki anaangalia TV, lakini ghafla umeme uliweza kukatika. Ndipo bibi huyu akaweza kumpigia mama yake na kumpatia hizi taarifa. Mama akamwambia binti yake ya kwamba inabidi aweze kuelekea kwa upande wa chini ili aende akaangalie kama kuna sehemu ambapo utakuwa kuna main switch ili aende akaiwashe. Hapa bibi Ellie kwa kuwa alikuwa anaogopa akaendelea kutiwa moyo pamoja na mama yake, lakini baada ya kuweza kufika upande wa chini, mama mtu akasikia mwanae akihesabu mpaka kufikia namba 10, lakini jinsi ambavyo alivyokuwa anaendelea kuhesabu mama huyu, hii hali ikaweza kumtisha, hivyo yeye pamoja na mumewe mbio akarudi mpaka nyumbani. Na baada ya kuweza kufika hapa na kumkosa binti yao Ellie, wakaamua kuweza kumtafuta lakini pasina mafanikio yoyote. Na baada ya kuweza kumuuliza mtaalamu wetu Steven ni wapi ambapo dada yake alikuwa kaelekea, lakini mtoto huyu alikuwa hana majibu ya kuweza kuwapatia. Asubuhi na mapema mama mtu aliweza kutoa ripoti hizi polisi, lakini maskari wakamwambia kwamba asiwe na wasiwasi, kwani huenda binti huyu akawa ametoroka, hivyo awe na subira, kwani binti huyu atarudi tu. Lakini mama huyu haya maneno hayakuweza kumwingia akilini. Hapa akaamua kuweza kuingia mzigoni na kuanza kufanya uchunguzi yeye mwenyewe. Na siku hii ya leo baada ya kuweza kuzunguka ndani ya hii nyumba, alifika sehemu moja ambapo kulikuwa kuna equation ama swali. Hili swali ya kuelewa lilikuwa lina maana gani, lakini baada ya kuweza kuangalia mbele yake aliona sura za ajabu zimechorwa ukutani kwa rangi nyekundu. Hii kamtisha sana bibia, lakini baada ya kuweza kuwapatia taarifa hizi askari polisi wakamwambia kwamba asiwe na wasiwasi, kwani lile swali liliweza kuandikwa na mtu ambaye alikuwa ni mmiliki wa hii nyumba, lakini pia wanaamini hii michoro itakuwa imechorwa mnamo mwaka 1950 kipindi ambacho nyumba hii ilijengwa. Haya majibu hayakuweza kumridhisha bibie. Hapa akaamua kuweza kumshirikisha mumewe, lakini naye alionekana kutokuonyesha wasiwasi wowote juu ya haya mambo ambayo mke wake alikuwa akayagundua. Lakini siku moja kipindi ambacho alikuwa kalala yeye pamoja na mumewe bwana, mtoto wao Steven alifika pale na kuweza kumwamsha mama yake na kumwambia kwamba ameweza kukojolea kitanda chake. Hivyo mama huyu baada ya kuweza kumpatia msaada mwanae na kwenda kumlaza kitandani, kipindi ambacho alikuwa anaelekea chumbani mwake, ghafla aliweza kusikia sauti ya mtu akihesabu. Baada ya kuweza kuifuata ile sauti ilimpeleka mpaka chini ya nyumba, na baada ya kuweza kufika pale na kuwasha taa, mama huyu akuona jambo lolote, hivyo akaamua kuweza kurudi na kulala zake. Lakini asubuhi na mapema aliweza kumwonyesha mumewe picha ambazo alikuwa akazipiga kwenye simu yake. Picha hizi ambazo zilikuwa zinaonyesha alama mbalimbali zilizokuwa zimechorwa katika milango ya nyumba hii. Hapa akawa anajaribu kumuuliza mumewe kama atakuwa anafahamu maana ya hizi alama, lakini mume hakuweza kutoa majibu ya kueleweka. Ndipo bibie huyu akaamua kwenda ofisini kwake na kumuuliza bibie mmoja. Bimdada alimpatia jibu na kumwambia kwamba haya ni maneno ya Kiyahudi yenye kumaanisha kiumbe cha baharini. Kila baada ya kurudi nyumbani akaamua kuweza kuiwasha ile redio ya zamani. Hapa ikaanza kuongea kama kawaida, lakini ghafla mtoto Steve akatoka chumbani mwake na kuanza kuhesabu namba huku akielekea kwenye kile chumba cha siri. Lakini kabla hajaingia
mle ndani, bibie Kiera aliweza kumshtua mtoto wake na akamwambia kwamba kwa nini anahesabu. Kijana akakataa, akasema ya kwamba mbona yeye alikuwa hahesabu. Bwana, haya mambo akazidi kumchanganya huyu bibie, na leo katika uchunguzi wake alifanikiwa kuweza kuiona picha ukutani ya mwamba mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la John. Bibie huyu akaamua kwenda kuifanyia uchunguzi ndani ya mitandao. Hapa baada ya kuweza kuandika jina lake, inaonyesha kwamba huyu mwamba alikuwa ni mfamasia na alishawahi kuishi hapa yeye pamoja na familia yake, lakini haijulikani ni jambo gani liliweza kutokea maishani mwake, kwani alipotea ghafla, na kipindi ambacho alikuwa anaendelea kuweza kufanya uchunguzi, bwana, mlango wa sela ama kule chini uliweza kufunguka. Hii ikapelekea umeme kuweza kukatika, lakini pia ilisikika sauti ya mtoto Steve akiomba msaada kutokea kule chini ya nyumba. Bibie mbio mbio baada ya kuweza kuelekea kule chini bwana, hapa baada ya kuweza kuchungulia kwenye kitundu cha mlango, uso kwa uso alikutana na jicho lenye kutisha kweli kweli. Hii iliweza kumshtua bibie, lakini aliweza kushtuka zaidi baada ya mtoto wake kuweza kumshtua kwa upande wa nyuma na kumuuliza kwamba alikuwa anaongea na nani. Bibie akamjibu mwanaye na kumwambia kwamba mbona aliweza kusikia sauti yake ikitokea nyuma ya huu mlango. Kipindi ambacho alikuwa anaendelea na haya mazungumzo bwana, ghafla ule mlango ukaanza kufunguka taratibu na umeme ukarudi. Hapa bibie akaamua kuweza kuingia ndani ya kile chumba, lakini hapa mlango uliweza kujifunga, na hapa bibie akaanza kuzifuata zile ngazi taratibu taratibu, huku akimulika tochi yake ya simu, lakini ngurumo za ajabu ambazo zilikuwa zinasikika huku chini zikapelekea huyu bibie kuweza kuangusha simu yake na kumpelekea kwanza kupiga kelele huku akiomba msaada waweze kumfungulia. Ndipo mumewe Brian akafika pale na kuweza kufungua huu mlango na kufanikiwa kuweza kutoka sehemu ile akiwa salama. Baada ya kuweza kutoka pale akamwambia mumewe ya kwamba anaamini kabisa ule mlango wa kuelekea chini ya nyumba kulikuwa kuna jambo, kwani ameweza kudondosha simu yake na kupotea, lakini pia watu wengi ambao walishawahi kuishi sehemu hii, ripoti inaonyesha kwamba wengi wao waliweza kupotea katika mazingira ya kutatanisha, ikiwepo familia ya mwamba mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la John, ambayo iliweza kupotea yote isipokuwa mtoto wao mmoja wa kike. Lakini hizi story Brian hakuweza kuziamini, hivyo akaamua kuweza kuelekea ile sehemu yeye mwenyewe, na baada ya kuweza kufika pale hakuna kitu cha ajabu alichokiona zaidi ya manyoya ya mnyama pekee. Siku iliyofuata bibie aliamua kuelekea mpaka kwenye chuo kimoja cha hisabati, na baada ya kuweza kufika hapa alikutana na mwamba mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Dr. Remy, na baada ya huyu bibie kuweza kumpatia huyu mwamba lile swali ambalo lilikuwa limeandikwa ndani ya hii nyumba, hapa mwamba akaweza kumwambia kwamba Mr. John alikuwa ni mwanafunzi wa profesa mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Erwin, na alikuwa ni mwanafunzi mzuri, lakini hadithi inasema ya kwamba baada ya mwanaye mmoja kuweza kuugua, mtu huyu hakutambulika ni sehemu gani ambapo alipoelekea. Lakini pia huyu mwamba akamwambia bibie ya kwamba hili swali ni gumu sana, hivyo anaomba aweze kumwachia ili aweze kulifanyia kazi. Na bibie baada ya kuweza kurudi nyumbani akiwa na simu yake mpya, baada tu ya kuweza kufika aliweza kupigiwa simu na yule profesa na kuambiwa ya kwamba je, uko sawasawa, kwani nilipiga simu yako na alipokea mtu ambaye alikuwa anahesabu namba kwa sauti ya ajabu ajabu. Bibie aliweza kushtuka, na hapa akamwambia profesa kwamba simu yake imeweza kupotea, na hapa anaongea naye kwa kutumia simu mpya ambayo imeiwasha muda sio mrefu. Basi profesa hapa akaendelea kumwambia huyu bibie ya kwamba lile swali alimpatia rafiki yake na kulisovu, na hapa alikuja na majibu na kusema ya kwamba lile swali lilikuwa limeandikwa mnamo karne ya 12, lakini pia akaendelea na kusema ya kwamba alama kama zile alizokuwa nazo kwenye simu yake, lakini pia pamoja na swali kama hili ni vitu ambavyo vinapatikana pia ndani ya nyumba moja iliyopo nchini Belgium, na hadithi ya ile nyumba, kila familia ambayo ilikuwa inaishi mle walikuwa wanapotea katika mazingira ya kutatanisha. Hizi taarifa baada ya bibie kuweza kumwambia mumewe, bwana, mwamba wa kazi aliweza kukataa na akamwambia kwamba mbona anaishi katika maisha ya kuweza kusadikika, kwani vitu anavyovieleza havipo kabisa. Bibie huyu pamoja na mumewe akaelekea mpaka katika lile sehemu ambapo kulikuwa kumechorwa ile equation, na baada ya kuweza kufika hapa mtaalamu wa kazi akakataa kabisa kuweza kumpatia msaada wowote mke wake. Na mkewe baada ya kuweza kuondoka kwa hasira, mtaalamu wetu Brian aliweza kuchukua nyundo na kuanza kuisambaratisha ile sehemu ambayo ilikuwa imeandikwa ile equation pasina mafanikio yoyote, na hili jambo likapelekea ile redio ya zamani kuanza kuhesabu. Hapa Steve baada ya kuelekea kwenye kile chumba cha siri alifanikiwa kuweza kumwona Eli, lakini kwa sasa alikuwa hajitambui, lakini pia usoni alikuwa akachorwa nyota za kichawi. Steve baada ya kupiga mayowe na baba na mama kufika hapa bwana, hakufanikiwa kuweza kuona jambo lolote zaidi ya kuweza kuokota simu ya mtoto wao Eli. Sasa bwana, bibi asubuhi na mapema ilibidi aelekee mpaka sehemu ambapo alikuwa anaishi mtoto wa mtaalamu wetu John ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Rose. Bibi huyu baada ya kuweza kufika hapa na kumwelezea Rose, huyu kikongwe akaanza kumpatia hadithi bibi Kiera na kumwambia ya kwamba baba yao mzazi John ndiyo ambaye aliyeweza kuleta mambo ya kishirikina ndani ya ile nyumba kwa ajili ya kuweza kumsaidia mtoto wake Jackie ambaye alikuwa ni mgonjwa, na pepe huyu mchafu ambaye aliyeweza kumleta ndani ya hii nyumba alikuwa ni hatari sana, kwani kazi yake kubwa ni kuweza kubeba watu na kupeleka kuzimu. Lakini pia bibi Rose akaendelea na kusema ya kwamba tatizo sio mlango bali ni nyumba nzima, yani ukienda kuishi ndani ya ile nyumba pamoja na familia
familia yako, basi tambua ya kwamba mmekwisha. Na baada ya kuweza kurudi nyumbani, mumeo aliweza kumwambia ya kwamba ameweza kufanya uchunguzi na kugundua shetani anayesumbua ndani ya hii nyumba ana umbo la mtu, lakini juu alikuwa na kichwa cha mbuzi, bila kusahau ya kwamba pepo huyu alikuwa na mabawa meusi, lakini pia huyu ni pepo ambaye mashujaa wa zamani walikuwa wanamwabudu sana. Lakini kipindi ambacho Brian alikuwa anamwelezea mke wake bwana, upande wa pili Steve, kipindi ambacho alikuwa anifuatilia droni yake kwenye ule mlango wa kuelekea chini ya nyumba bwana, ghafla ile redio ya zamani ikaanza kuhesabu. Hii ikapelekea yule shetani mwenye kichwa cha mbuzi kuweza kutokea na kumbeba Steve, na kwa kuwa umeme ulikuwa umekatika hapa, mtaalamu wetu Brian pamoja na mke wake wakaanza kumtafuta Steve kwa kutumia mishumaa pamoja na tochi, na baada ya kumtafuta kwa muda kidogo alifanikiwa kuweza kumkuta ndani ya kile chumba cha siri akiwa amelala. Bibie baada ya kuweza kumchukua na kumfunua shati lake alifanikiwa kuweza kuona mtoto huyu kwa sasa naye alikuwa amechorwa nyota ya kichawi bwana. Bibie kabla hajakaa sawa, mtoto wake pamoja na mumewe wakaanza kuhesabu kutokea 48 kushuka chini. Bibie akabaki haelewi, lakini ghafla yule shetani mwenye kichwa cha mbuzi akafika hili eneo na kuanza kumtafuta bibie Kiera. Bibie alifanikiwa kuweza kumpiga chenga na kuingia kwenye ile njia ambayo ilikuwa inaelekea chini kabisa ya nyumba, na hapa akaanza kuzifuata zile ngazi, ambapo baada ya kuweza kufika mwisho wa zile ngazi alifanikiwa kuweza kuona ule mlango, na baada ya kuweza kufungua na kujificha ndani yake yule shetani aliweza kuingia na kutokomea kusikojulikana. Hapa bibie Kiera akapata nafasi ya kuelekea mbele ili aende akaitafute familia yake, lakini kitu alichokiona kiliweza kushangaza macho yake, kwani alikutana na kundi la watu akiwa wamepanga mstari huku akihesabu taratibu akitembea kuelekea mbele. Bibie alifanikiwa kuweza kumwona mwanaye na kurudi naye juu, kisha akaungana yeye pamoja na familia yake, lakini kipindi ambacho alikuwa anahitaji aweze kutoroka ndani ya hii nyumba bwana, bibie huyu kwa mshangao aliziona zile ngazi ndefu ambazo zilikuwa zinaelekea kuzimu moja kwa moja. Hapa familia yake wote wakaanza kuhesabu, hii ikimaanisha kabisa kwamba bibie huyu bado hajamtoroka yule pepo mwenye kichwa cha mbuzi. Hapa bibie naye akajikuta anaanza kuhesabu huku akiufuata ule mstari wa kuelekea kwa yule pepo mbuzi bwana. Hapa ndo tunafika mwisho wa picha yetu, lakini kama umeipenda video hii usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali kila siku.